tuliyoyasikia ni wazo la ufuasi, wazo la kuja. Najua somo lililohusika kila mmoja anaweza kijana ataka kuachia maji. Ukarimu wake sio naweza kusema na kutoa tafakari ya neno la Mungu kwa namna ambayo Roho anaongoza. Lakini niruhusu kuchukua wazo hilo kusema kwamba leo somo la kwanza kama tulivyosikia kutoka nabii Sefania somo la pili, barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto
gani? Katika hilo wazo la ufuasi tunakumbushwa mambo makuu mawili. Mfuasi anapaswa awe namna gani? Mambo makuu mawili katika masomo haya yanakumbusha kwamba mfuasi wa kweli anatakiwa kufananaje. Ni kama kinyume chake, kwamba yule asiye mfuasi wa Kristo anakuwa namna gani tofauti na mfuasi wa Kristo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine pia inatuhusu sisi wafuasi. Kwa hiyo katika wazo la kwanza wa ufuasi wa kweli, mfuasi wa kweli picha yake kama tulivyosikia katika somo la kwanza la nabii Sefania sura ya 2 mstari wa 3 na hiyo sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 13, ni kwamba mfuasi wa kweli picha yake ni yule anayebaki mpaka mwisho, sio leo yupo kesho yupo. Maneno ya Kiingereza wanaita mabaki. Wana wa Israeli walipoenda kule uhamishoni Babuloni, wakati huo wengine walipoenda kule uhamishoni walichanganyikana na watu wa makabila mengine, na walipochanganyikana na makabila mengine walishawishika kuabudu miungu mingine, na walipoabudu wale miungu mingine wao wakawa watu wa mataifa. Kwa hiyo wakamwacha kumfuata Mungu wao wa kweli. Lakini katika idadi kubwa ile ya watu kuna watu ambao walibaki Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Hapa kusomana kuna watu ambao wametoka maeneo mengine, sio hao waliokuja leo, lakini wenyeji labda kuna wengine labda wametoka mikoa mingine. Lakini walipokuja wenyeji hapa, walipowakuta wenyeji hapa pia wana miungu yao, si kweli? Nao wana miungu yao. Lakini wale kwa sababu walishabatizwa, walishaungana na kanisa Katoliki, wakabaki na imani. Hawa tunabaki. Ndio mfano wa Israeli, wale waliobaki na Mungu wa kweli. Wale ndio Mungu aliwapa jukumu la kujenga Yerusalemu mpya, kwa sababu Yerusalemu ya mwanzo ilibomolewa. Kwa hiyo wale waliobaki katika imani ndio waliojenga Yerusalemu. Wale ambao wamebaki na imani hata kati yenu ndio watu wenyeji wa hapo, wenyeji wa hapo. Kuna wengine ambao waliweza kuingizwa katika Ukristo hawakudumu katika imani. Kwa hiyo wale waliodumu, wale ambao wako mpaka leo, hao waliosafiri kutoka mbali, sijui Kariakoo, sijui wapi, Manzese, waliobaki na hiyo imani, hiyo katika somo la kwanza tunaita ni mabaki, mabaki. Kwa hiyo ili tuwe wafuasi wa kweli wa Kristo, tunapaswa kuwa mabaki katika imani. Kwa hiyo ili kuijenga imani, kubaki mpaka lini? Kubaki mpaka mwisho. Kwa hiyo ufuasi wa kweli unatudai kubaki katika imani, sio kwa siku ya leo tukio siku ya Jumapili, sio kwa wakati fulani labda wakati umefunga ulipobatiza mtoto wako, au tukio fulani katika familia, au karibuni tulikuwa na sherehe za kuzaliwa Bwana, majilio itaendelea si refu kipindi cha Kwaresma tarehe 18 mwezi Februari,
mwenyewe anakukumbusha, anayetaka kunifuata achukue msalaba wake, anayetaka kunifuata ajikane, achukue msalaba wake kila siku na sio leo tu, sio kesho. Hiyo ndio ambayo tunakumbushwa kwamba ubaki. Wazo la pili la ufuasi ambayo ni mwisho, hapo ndio tunatambua kwamba Kristo wetu ile tumesoma katika Injili yetu sura ya 5, Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza Mathayo sura ya 5, sio hiyo tu sura ya 5 mpaka ya 7, zile heri tunaambiwa ni msingi mkubwa na ngumu kwa Wakristo. Heri unaona ni mambo ambayo nyingi ambayo mtu basi mfano heri walio maskini. Lakini Injili inatuambia heri aliye maskini, heri wenye njaa. Kuna mtu anataka kuwa na njaa, heri wanaolia na kuomboleza. Kuna watu wanataka anaweka msisitizo mkubwa, anasema kuliko mkono wako mmoja ukukoseshe wote wakati, kuliko jicho lako likukoseshe utoe heri hizo. Mstari wa 5 mpaka wa 7. Na mtu amekanoka na mkono wako jicho kutoa tabu, basi lakini anasema pale inapokukosesha sio kupata. Sawa? Sasa zile heri tunakumbushwa, ile ni sadaka kubwa, sadaka kubwa. Tunafuata zile heri 8 za mwanzo, ya 9 inabadilika kidogo, heri 8 za mwanzo ambayo inaelezwa Juni. Zile heri 8 za mwanzo zinatuelekeza katika mambo ya kawaida, yale mambo ambayo sisi tunaona ni vitu hivi hawezi kutamani: njaa, kiu, sasa hivi tunaangaika na mambo ya haki, wengine wanataka kusikia hilo neno, tunaangaika nalo hizo. Sasa zile heri ni sadaka, heri wewe maskini, kwa sababu gani? Kwa sababu heri wewe mwenye njaa, heri mwenye njaa ya Mungu, heri wewe mwenye kiu ya Mungu. Mungu sana, sisi hapa tumezoea sana naona kiu, naona kiu. Kuweza zaidi hapo kiu gani unaiona nini? Majibu tunaweza kutofautiana. Au njia gani unaiona hapo tunaweza kutofautiana. Tusiende huko sana leo, tuishie tu hapo. Kwa hiyo hizo heri ambazo tunadai kwamba heri mwenye njaa na kiu ya haki, heri mwenye njaa ya Mungu, heri mwenye kiu ya Mungu, heri yule atesekaye anapoona yule mwenye shida anateseka. Ndio upendo wetu kwa Mungu na baada ya upendo wa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Mungu katika ufuasi wetu, acha daima tubaki katika Kristo. Tusiwe Wakristo wa leo tu, tusiwe Wakristo wa tukio tu. Kama mlivyofaulu na kutoa sadaka ya kujenga kanisa lenu, baki katika sadaka hiyo kwa Kristo. Kama ninyi mliosafiri
ajili ya hili tukio, kwa ajili ya kumcha Mungu, baki na sadaka hiyo. Ninyi ambao wanahangaika baada ya tukio hilo kurudi nyumbani, au wengine mpaka wana watoto wadogo, bila shaka ilikuwa kazi kusafiri na watoto wachanga. Hao ni watoto wachanga na wasimama hauwezi kufanikiwa bila sadaka, bila kufuata sadaka kama hizo tunazodaiwa. Na mwisho ambalo nilisema ni kama onyo, Paulo mtume anatukumbusha katika barua yake ile ya kwanza kwa Wakorintho kwamba nyinyi hakuna kitu chochote cha kujivuna, hakuna kitu cha kujivuna. Kama kuna kitu cha kujivuna cha kujipongeza Kristo. Kwa hiyo nyinyi sije katokea sasa nyinyi wasimanga hapa tukasema sisi tumejenga kanisa. Kristo anawaambia usiwe na chochote cha kujivuna. Kufanya vizuri kuliko vidango vinavyowazunguka, au yoyote ambaye ametoa sadaka kubwa. Najua watu wengi hapo waliotoa sadaka kubwa katika ujenzi wa kanisa, kuanzia mapadri mpaka nyinyi huko walioko ndani ya hii jambo, hata nje ya jambo, wengine hata nje ya jimbo au nje ya kikatili. Lakini Mtume Paulo anakukumbusha hakuna cha kujivuna. Kama kuna kitu cha kujivuna, iwe katika Kristo, iwe sadaka. Sadaka cha kujivuna iwe kwamba mimi ni mfuasi wa Kristo, kama nipo ndio hilo la kujivuna, lakini si kwa kutangaza, kwa sababu Kristo wetu na ufuasi wetu uwe kwa mfano zaidi kuliko kwa kueleza. Basi tumwombe Mungu wetu, ufuasi wetu uwe wa kudumu, tubaki kama wale wana Israeli waliobaki, baki kama nyinyi mlivyobaki hapa leo hii. Si kwa Jumapili hii tu, lakini sisi tupate nafasi hiyo kwa Waisraeli ambao walitupatia hilo neno la mabaki, kwamba siku moja baada ya miaka mingi tuambiwe hapa wakati walibaki watu ambao waliishi mali yao, ambao walikaa